Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Naam, karibuni tena katika chaneli yetu Sheikh Nasoro Makarama. Nimewaletea haya majani, wengi wao wanayafahamu. Haya majani yanaitwa kivumbazi. Ni majani ambayo yana maajabu makubwa sana, tena sana, endapo ukiyatumia. Majani haya nimekuja huku polini, hata ukiangalia yale pale, haya hapa, ukiangalia hapa yameoteana hapa, yapo mengi tu. Haya majani yana maajabu, ndugu mtazamaji. Nakupa tu maajabu moja dogo ambalo ukilifanyia mazoezi hasa kwa wakina dada, lakini especially kwa wale ambao walioolewa. Unajua, mara nyingi mabinti wengi au wadada wengi ama wanawake waliokuwa wengi ambao wamepata nusura, Allah kawabariki tabaraka wa taala, wamepata nusura, wameolewa, wanapata changamoto tofauti tofauti. Unakuta wengine sehemu zao za siri zinatoka harufu ambazo si nzuri, na anaweza akaingiliana na mumewe akahisi kuna harufu ambayo ukahisi labda mkeo anatoka na chiti na nini, lakini unakuta tu maumbile labda hayajakaa sawa. Sasa kupitia majani haya ya mvumbazi nakupa sasa hii ya bure. Chukua majani haya ya mvumbazi, chukua na karafuu maua, sawa, weka kwenye beseni, sawa, na haya majani yaweke kwenye beseni. Kile karafuu maua unaitongatwanga, unaiweka kwenye beseni, lakini hakikisha upo mtupu, bimaana kama ulivyozaliwa. Utakaa kwenye beseni hilo ndani ya dakika 15. Basi ile harufu itatoka, itaingia ndani ya maungo yako, basi na maungo yako yatakuwa ni maungo yenye harufu nzuri, yenye kupendeza na yenye kuleta manufaa kwenye maisha yako ya ndoa. Tumia hii dawa ndani ya siku 3. Ndani ya siku 3. Hakikisha nia muhimu, kutia nia muhimu. Tia nia, kalia majani haya ukiwa katika beseni na umeweka karafuu maua ndani ya dakika 15, ndani ya siku 3, basi utaona mabadiliko tu, kama unatoka na harufu mbaya. Lakini haya majani yana maajabu makubwa sana. Sikwambii kuhusu masuala ya watoto kuumwa, sikwambii kuhusiana na masuala wakadha, lakini kwa hiyo nimewapa zawadi watazamaji wangu. Sikwambii habari ya wachawi, nao wachawi kufuatilia kwa roga. Hii ni hatari, yaani hii ni hatari. Ni majani ambayo ukiyaona unaweza ukasema ni uchafu, lakini habari yake nzito. Namba hizo hapo chini zinazopita kwa tiba zaidi, mawasiliano, basi nipigie, utanipata Sheikh Nasoro Makarama. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare. Wahadha, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.